siku ile wimbo utaimbwa katika nchi ya Yuda. Sisi tunao mji ulio na nguvu. Ataamuru wokovu kuwa kuta na maboma. Mstari wa 2. Wekeni wazi malango yake, taifa lenye haki lishikalo kweli liingie. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemeza, katika amani kamilifu, kwa kuwa anakutumaini. Bwana abariki neno lake katika jina la mwana Yesu Kristo. Amen. Jamani, sabato njema. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi tunamshukuru Mungu kwa upendo wake wa pekee kutupatia sabato maalum kabisa, sabato ya mwisho wa mwaka, sabato ambayo imeambatana na mibaraka mingi ya wageni, na si tu wageni, sabato hii pia imeambatana na mbaraka mkubwa wa meza ya Bwana. Jamani, simngelisema amina. Tunamaliza mwaka kwa kishindo, kwa kupatana na Mungu wetu wa mbinguni. Niruhusu nifanye utambulisho mfupi tu kwa ajili ya ibada ya leo. Wageni ambao ni mara yao ya kwanza kuingia katika kanisa hili kwa siku ya leo, mahali popote mlipo mnaweza mkasimama. Wenda unatoka kanisa lolote la Waadventista wa Sabato au si muumini wa kanisa hili, lakini umewiwa kuabudu pamoja nasi siku ya leo, nikualike mahali ulipo usimame na kupunga mkono. Wageni, jamani, kanisa likosi wageni, hao ni wengi. Bwana wabariki sana. Bwana, mahali ulipo mwenyeji unaweza kumshika kumkaribisha mgeni. Pamoja na hivyo, kanisa hili la Waadventista Sabato Nyegezi linalo wazee wa kanisa 12 wakiongozwa na mzee George Yezron Obuya. Ni waombe wazee wangu wa kanisa ambao mnasaidia kazi siku ya leo, msimame kwa faida ya wageni. Wazee wote wa kanisa mpunge mikono. Jamani, haleluya. Hao ndio wazee wetu wa kanisa. Sambamba na hilo, wapo mashemasi watakao tuhudumia siku ya leo. Wale mashemasi wawili, Faustine Kennedy pamoja na Kanuda Maige pamoja na James Nestori, tunaomba msimame usalimie kanisa. Jamani, Bwana asifiwe. Pamoja na hilo, tumebarikiwa pia kuwa na mchungaji Mongola ambaye atakuwa akifanya lugha ya ishara, yuko hapo. Bwana akubariki sana mchungaji. Lakini sambamba na hilo, tumeabudu na kwaya ya vijana. Kwaya ya vijana itaimba wakati wa sadaka. Naomba isimame, punge mkono mahali mlipo. Kwaya ya vijana Nyegezi, Bwana wabariki. Sambamba na hilo, kwaya yetu pendwa, kwaya ya kanisa, nayo pia itahudumu wakati wa mhudumu. Kabla hajasimama, niombe waimbaji msimame, mpunge mkono kwa kanisa. Bwana wabariki sana. Sambamba na hilo, pia tunayo praise team makini kabisa ambayo inaongoza ibada. Naomba praise team nanyi pia msimame. Bwana wabariki. Sambamba na hilo, pia nitambue uwepo wa waumini wote wa kanisa hili la Nyegezi kwa mikono yenu kwa sabato hii. Bwana wabariki sana. Mimi nayezungumza nanyi ni mchungaji Musa Itinde, niliyepewa dhamana ya kuchunga kanisa hili. Mama mchungaji, mahali ulipo na wewe kwa faida ya wageni unaweza kusimama upunge mkono. Bwana akubariki sana. Lakini sababu na hilo, sabato ya leo utaiona imesheheni mibaraka mingi. Aliyetuletea fungu kuu ni Deogratius Chingu, mzee wa kanisa. Unaweza ukasimama upunge mkono. Bwana akubariki. Milka Patrick atatuletea somo la sadaka, mwazini wetu wa kanisa. Unaweza ukapunga mkono madam. Bwana akubariki sana. Sababu na hilo, pia tumekuwa na mbaraka wa kutembelewa na rafiki yetu na mchungaji aliyetuchunga, mchungaji Mashauri Bahini Gingiri. Jamani, simseme amina. Ukiona mchungaji anaenda narudi inatia moyo, hiyo inatutia moyo. Lakini yeye sasa ni afisa wa kanisa, ni katibu mkuu wa jimbo la Mara Conference. Yeye kwa umaalumu wake, kwa sababu akija kutuletea ombi kuu atatusalimu pia. Yeye na mama wako pamoja nasi, lakini mama anakaribia kufika. Lakini watoto kuna mahali niliwaona. Familia ya mchungaji mahali ilipo isimame ipunge mkono. Familia ya mchungaji walioambatana na pastor wako kule kwa watoto. Bwana wabariki. Basi Pastor Baini, unaweza ukapunga mkono kwa hii congregation ambayo ulizoea nyakati zote. Jamani, simnamuona Bwana akubariki katibu. Sababu na hilo pia, jamani, Nyegezi imependelewa sana. Semeni amina. Mchungaji Geoffrey Mbwana,
mchungaji ambaye alikuwa makamu mwenyekiti wa General Conference, yeye ametuhudumia hapa. Hata yeye amesema jina lake likitajwa ni sehemu ya kanisa hili, ni ndugu yetu. Jamani, simseme amina. Mara nyingi ametuhudumia na leo hii ndiye atakayesimamia huduma takatifu ya meza ya Bwana. Kwa hiyo mahali ulipo muombee mchungaji. Yeye na familia yake wamejali sana, wangelikuwa na ratiba nyingine, wamemheshimu Mungu kuja kutuhudumia. Jamani, semeni amina tena. Atakaposimama mchungaji Geoffrey Mbwana atatutambulishia pia familia yake. Ameabudu yeye pamoja na mama na mabinti zake. Huu ni upendo mkubwa sana. Pastor, karibu sana na Mungu akubariki sana. Jamani, Bwana wabariki. Praise team, karibuni. Kila mtu ajisikie kutambuliwa katika ibada ya leo. Praise team, karibuni kwa ajili ya wimbo namba 127. Ni walike washiriki tusimame.
Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu wa majeshi, asante tena asubuhi ya leo kwamba umetuleta mbele ya hema yako baada ya safari ya mwaka mzima. Tumekuja tukiwa na uzoefu mchanganyiko. Katikati yetu wako tulioumia, tulioteseka, tuliohangaika na kila aina ya uzoefu wa kiuchumi na uzoefu wa maisha haya kiwemo magonjwa. Lakini hata hivyo, Baba yetu, tunakushukuru kwamba ni salama moyoni mwetu, kwa kuwa umekubali kutufikisha umbali huu. Tunapokuja mbele zako wengine, Baba, tunakiri ya kwamba tumeuona mbaraka wako, tumeiona njozi ya uwepo wako katikati ya maisha yetu. Na kama kanisa, Mungu wetu wa mbinguni, asubuhi ya leo ruhusu tuseme asante, kwa kuwa wema wako na fadhili zako zilienda pamoja nasi siku zote. Tumekuwa na kazi kubwa kwa mwaka huu mzima, tukifanya kazi ya ujenzi wa hema yako, na ndio hapa Baba umetufikisha. Katikati ya uhitaji wa fedha nyingi, bado neema yako ilitawala katikati yetu. Asante kwa kuwa wewe umekuwa Mungu mwema katikati yetu. Baba, tunapokuja kwako asubuhi ya leo, tunaomba upokee mioyo yetu katika kile ambacho ni kiini cha ibada yetu ya siku ya leo. Tunapokabili meza yako takatifu, tukitazama uzoefu wa wema uliotenda kwa maisha yetu, tukiangalia safari ndefu uliokuja kuitimiliza duniani, na namna ulivyoingilia kati kwetu tulio wakosaji, na hatimaye kutupatia nafasi nyingine tena. Baba, asubuhi ya leo tunaomba utuweke katika meza hii chini ya pendo lako, chini ya wema wako, chini ya fadhili zako, chini ya huruma zako, na kwamba damu iliyomwagika msalabani kwa ajili ya ondoleo la dhambi zetu asubuhi ya leo tena ipate nafasi katika maisha yetu. Baba mwema mtakatifu, tunaomba uzikubali ibada zetu, uzikubali nyimbo zetu, ukubali maombi yetu, ukubali sadaka zetu, lakini zaidi kubali mioyo yetu, kwamba tunapokuja kwako siku ya leo Baba, tunatamani kupata uzoefu mpya katikati ya maisha yetu. Na hivyo Baba mwema mtakatifu, tunamweka mikononi mwako kiongozi na mtumwa wako Mchungaji Geoffrey Mbwana, atakapokuwa kinena nasi asubuhi hii kwa uzoefu wa wema wako na mapenzi yako na ukuu wako. Tunaomba Baba umtumie sawa sawa na mapenzi yako, kwamba kila atakayelisikia neno lako Baba kuone wewe ukinena naye katika moyo wake. Tunakusii wewe uliye mtakatifu, tukiaminia kwamba utasimama pamoja nasi, maana tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Wote tuseme amina. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika ibada ya siku ya leo, tukiwa katika miisho ya mwaka 2025. Ni ibada ya 52 Disemba 27 mwaka wa 2025. Kwanza kabisa, wageni kwa wenyeji, karibuni katika ibada ya siku hii ya leo na katika ibada ya matoleo. Lakini pia tunapenda kutoa shukrani zetu kwa washiriki pamoja na wageni wote ambao mmetoa matoleo yenu kupitia akaunti zetu za kanisa, aidha ni M-Pesa au kwa bank
ama wengine waliotoa kwa keshi. Karibuni sana. Lakini jambo la pili, napenda kusisitiza juu ya matumizi sahihi ya bahasha. Hakikisha mpendwa, unaandika jina lako sahihi, kiasi cha pesa, pamoja na lengo la sadaka yako, ikiwa ni zaka ama sadaka ya alama. 3, karibuni sana kwa kutoa matoleo yenu siku zote za wiki. Wahazini tupo tayari kuwahudumia. Usiogope kumtafuta mhazini yoyote na kumpatia sadaka yako, aidha kupitia mawasiliano ama kwa keshi. Vinginevyo, karibu sana. Ofisi ya hazina inawajali, inawapenda, tuko tayari kuwahudumia wakati wote. Na mwisho kabisa, baraka za Bwana ziwe pamoja nanyi. Ifuatayo ni taarifa ya Sabato iliyopita, Sabato ya tarehe 20. Jumla ya matoleo siku hiyo ilikuwa ni shilingi 1,478,055. Waliotoa zaka walikuwa ni watu 38, waliotoa sadaka walikuwa ni watu 73, waliotoa zaka pamoja na sadaka kwa maana ya kwa mpango walikuwa ni watu 96, na waliotoa sadaka ya majengo walikuwa ni watu 18, hivyo kufanya jumla ya washiriki waliotoa sadaka kuwa washiriki 225 kati ya jumla ya washiriki 1829, na hivyo kufanya 12.3% tu ya kanisa na washiriki wote waliotoa sadaka kwa siku hiyo. Sasa turejee katika somo letu. Somo letu leo linasema nina shauku sana ya kuwa pale. Kuwa wapi? Kuwa pale. Fungu letu elekezi linatoka katika Ufunuo 21 na ule mstari wa 2. Nalo linasema, nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa na mumewe. Siku moja mhubiri mmoja alichora picha nzuri sana ya maisha kwenye nchi mpya, kiasi ambacho alipomaliza kuhubiri, mtu mmoja alipaza sauti kwa nguvu sana na kusema, mchungaji, nina shauku ya kuwa pale. Baadhi ya aya zilizonukuliwa na mchungaji ni hizi: Isaya 33 mstari wa 24, wala hapana mwenyeji atakayesema mimi mgonjwa, watu wakao humo watasamehewa uovu wao. Isaya 11 mstari wa 9 pia inasema, hawatadhuru wala hawataharibu katika mlima wangu wote mtakatifu, maana dunia itajawa na kumjua Bwana, kama vile maji yanavyoifunika bahari. Na fungu la mwisho ni Ufunuo 21 mstari wa 4, nalo linasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwepo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwenye dunia hii huwa tunaomboleza sana na tunateseka na kufa. Hata hivyo, tunapokuwa tumemaliza kazi na kuichukua Injili katika mahali na tukiwa tumefika kwenye nchi mpya, matatizo haya yote yatakoma. Je, tunashindwa kuwa na subira hadi tufike pale? Tufike wapi? Pale mbinguni. Kuna kitu kimoja tu kinachosimama kati yetu, ni nchi mpya na nchi mpya, kumaliza kazi. Kuna kitu kimoja tu kinachosimama kati yetu na nchi mpya, kumaliza kazi. Wito. Hebu basi turudishe kwa uaminifu zaka na kutoa sadaka kwa mpango, kwa ukarimu, ili kazi ipate kumalizwa na tupate kufika kwenye nchi mpya. Nina shauku sana ya kuwa pale. Wewe je? Basi tuombe kwa ajili ya somo hili la sadaka. Baba yetu na Mungu wetu unayeishi mahali pa juu mbinguni, asante kwa ajili ya afya zetu, asante kwa ajili ya pumzi ya uhai. Leo tena umeturudisha watoto wako kwa ajili ya kukuabudu, lakini haujaturudisha mikono mitupu. Tunashukuru kwa sababu katikati ya wiki umetupatia mibaraka mikubwa sana, na sisi kwa mioyo ya shukrani tumekuja kukutolea ili kazi yako iishe, kisha tuwepo pale mbinguni ambapo itakuwa ni makao yetu ya milele. Baba, karibu kawe pamoja nasi, na Roho yako Mtakatifu akaambatane pamoja na kila mmoja wetu aliyejihudhurisha mahali hapa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina.
saa ya kuja kwake ikaribu sana. Wamrudie Muumba wao waupate uzima. Nenda ukawaambie, Mwokozi wetu yu karibu. Nenda ukawaambie, wamrudie Bwana, kwani saa ya kuja kwake ikaribu sana. Wamrudie Muumba wao waupate uzima. Tumeziona dalili za marejeo ya Bwana, kama alivyosema, yote tumeyaona, na tuwajulishe wote kwamba yu mlangoni. Jitayarishe, nenda ukawaambie, Mwokozi wetu yu karibu. Nenda ukawaambie, wamrudie Bwana, kwani saa ya kuja kwake ikaribu sana. Wamrudie Muumba wao waupate uzima. Mwokozi wetu yu karibu. Nenda ukawaambie, wamrudie Bwana, kwani saa ya kuja kwake ikaribu sana. Wamrudie Muumba wao waupate uzima. tumaini na kutegemea
kutoka kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9 na mstari ule wa 10 mpaka wa 11. Ninawaletea baraka za Bwana kwa kushiriki ibada ya matoleo, nami nitawabariki makutano kwa neno hilo. Bwana awapae mbegu apandaye na mkate wa kula, na awazidishie mbegu mlizopanda, na azidishe matunda ya haki yenu, awafanye muwe matajiri katika kila jambo kwa ukarimu wote, ili Mungu atukuzwe kupitia maisha yenu. Mungu awabariki. Imani kipindi kwaya ya kanisa inajiandaa, tumepokea ugeni wa mwazini mkuu wa jimbo la Mara Conference pamoja na associate treasurer, mwazini msaidizi, lakini mwazini mkuu akiwa ameambatana na mke wake. Lakini sambamba na hilo pia tuombe mwazini mkuu asimame pamoja na mke wake wapunge mkono. Jamani, mnasemaje? Hii sabato imekuwa ya pekee sana. Mwazini msaidizi wa jimbo la Mara Conference naomba pia asimama na mke wake pia. Leo hii ni kapo tu. Bwana wabariki sana. Amen. Sambamba leo pia katibu wetu mkuu wa Mara Conference mchungaji Mashauri Bahini, mke wake naye pia amefika, asimame apunge mkono. Jamani, simseme amina. Hao watu wanatupenda. Bwana wabariki. Waimbaji karibuni. Nikurudishie nini Bwana wangu, kama shukrani kwa upendo wako, wakati vitu vyote vilivyo sina cha kurudisha, niyatende mapenzi yako.
Hakika Yesu ni mwamba imara, na asanteni kumuinua aliye mwamba, na katika maisha yetu kila mmoja irudie tena na tena na tena. Na katika saa hii tuko kwenye kulifanya hilo hilo pia. Watakatifu Nyegezi, ni furaha tena kuonana pamoja nanyi. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Kanisa, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema. Mshukuruni aliye Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Yeye peke yake afanya maajabu makuu. Wangapi mwaka huu mmeyaona? Mimi ningeweza kuinanyua mikono na miguu ningenyanyua. Bwana amekuwa mwema sana sana kwetu, na waliopokea hiyo neema ya wema wa Bwana na waseme amina. Bwana atukuzwe. Ndio maana tumekusanyika katika sabato hii ya mwisho wa mwaka. Nimepata nafasi ya pekee mimi na mke wangu na watoto kuwa nanyi katika sabato hii, na kwa kweli tumebarikiwa. Marafiki zetu tulikuja tuambia tutakuja kuwatembelea. Mnawafahamu ni nani? George na Benedetta. Mnajua kwa nini nawaita kwa majina yao? Na mara tu wakarudi tena wakauliza, unaweza kunena nasi? Sema Nyegezi tena. Si kuna mtu atalalamika? Hapana, na walalamike. Ni furaha kuwa Nyegezi. Kwa hivyo mara moja tu nikapata wito kutoka kwa mchungaji Itinde, Pastor, nimeshukuru kufahamu wewe na mke wako mmekuja kuchukua safari na nafasi ya Pastor Bahini ambaye alikuwa mchungaji mahali hapa. Mungu aibariki huduma yenu. Nyegezi ni mahali nimeona wachungaji wanasukwa, halafu wanaachiwa waende kubariki wengine. Safari ambayo Pastor Bahini, mimi si nabii, ameianza ni ndefu. Muombeeni, msiache, mteteeni, piganieni katika magoti. Na wengine wote watakaopita hapa, ndio wachungaji wanakwenda chuoni, ni kweli, lakini wanatengenezwa kanisani. Ninyi ndio mnachonga au kuharibu mchungaji. Na kwa Nyegezi nimeona ule ubao pale ofisini na watu waliopita hapa, mmekuwa mbaraka. Endeleeni na moyo huo huo, si kuharibu bali kutengeneza na kuchonga watumishi wa Mungu. Unajua kwa nini? Ndio wito mlioitiwa, ndio maana mko hapa. Nami naomba Mungu apate kuwabariki. Ninapenda kuwapongeza sana kwa sadaka kubwa sana mnayomwandalia mpenzi wenu Mungu wa mbinguni, kama Daudi alivyotamani kufanya, kumjengea hekalu. Hili jengo lina matofali na misumari,
lakini kilicho kikubwa zaidi hapo ni upendo wenu kwa Mungu wenu. Na nakumbuka niliwaambia Mungu, tukaomba pamoja, Mungu asiwafanyie muujiza, awafanye kuwa muujiza. Hiyo ni baraka mara mbili. Akishakufanya kuwa muujiza, amekufanyia muujiza. Na nafahamu ya kwamba mmeendelea kuliomba hilo ombi. Leo hii niko hapa kushuhudia. Katika kupita kwangu na kukutana nanyi, nimeanza kusikia shuhuda ya kwamba Mungu anaandaa jambo kubwa kati yenu. Mlicho kiomba, Mungu anaanza kukitekeleza ikiwa hamjui. Tena kwa uaminifu mkubwa. Na mimi nawaonya, ikiwa mtaendelea kufanya hivyo mnavyofanya sasa bila kukata tamaa, inachosha. Lakini bila kukata tamaa, Mungu naye hatakata tamaa, ataukamilisha huo mbaraka kwenu. Kwa hivyo niko hapa kuambia, songeni mbele kwa jina la Yesu. Hili ni zaidi ya jengo. Hili ni muujiza wenu hasa Mungu anaowatengeneza. Nanyi mtasimama kama mnara wa nuru, kama mnara wa nuru mnaojenga hapo. Jina la Bwana liinuliwe, liinuliwe, ili Yesu arudi tena. Ninatakia kila baraka za Bwana, na sisiti kuwaombea nyakati zote ya kwamba Bwana aikamilishe kazi hiyo. Leo nazungumzia amani ipitayo akili zote. Amani ipitayo akili zote. Tunafahamu kuna akili, lakini ukweli hiki kitu akili zote nazipimaje? Mizania, urefu, upana, uzito, unapimaje akili zote? Hapa ulimwenguni hazijatumika akili zote bado kwa uwezo ambao Mungu alitumba nao. Wataalamu wanasema huenda waliofanya makubwa wametumia 20% ya uwezo wa fikra na ubongo Mungu aliotupatia. Amani ipitayo akili zote. Hili ni neno la Mungu. Ukisoma katika Wafilipi sura ya 4 mstari wa 4, anasema furahini katika Bwana siku zote. Tena anasema furahini, 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 furahini. Haleluya. Fungu la 7 anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi, itaitunza mioyo yenu, itailinda, itaidumisha, itaiendeleza, itaiweka sawa mioyo yenu. Amani ya Bwana, zingatia hayo maneno ninayowekea mkazo, ipitayo akili zote itawahifadhi. Lakini katika fungu kuu pia tulilolisoma katika Isaya sura ya 26 mstari wa 1 mpaka wa 3, anasema siku ile wimbo huu utaimbwa katika nchi ya Yuda, sisi tunao mji ulio na nguvu, ataamuru wokovu kuwa kuta na maboma. Wekeni wazi malango yake, taifa lenye haki lishikalo kweli liingie. Habari njema na sisimka nataka kuhubiri, lakini muda hautaniruhusu. Lakini sehemu ya mwisho anasema fungu la 3, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu. Kuna amani ipitayo akili zote na kuna amani kamilifu. Ikiwa kuna amani kamilifu, kuna amani ambayo kikombe chake hakijajaa, hakijai.
amani ipitayo akili zote, lakini amani kamilifu. Unajua kwa nini nimechukua somo hili kidogo na sitalichukua katika urefu wake? Ni kwa sababu nilialika pia tuwe pamoja nanyi katika meza ya Bwana. Sababu ya kwanza. Lakini sababu ya pili pia iliyonifanya niamue kuchukua somo hili ni kwa sababu katika nchi yetu hii kuna mjadala mkubwa sana kuhusu amani, kuhusu haki. Ikiwa ninyi mnafuatilia mitandao, mnafahamu mjadala huu ambao wengine wanasema tunataka amani, dumisheni amani. Lakini wengine wanasema tunataka haki yetu, dumisheni haki. Na kuna wengine wanasema si amani tu wala si haki tu, ni haki na amani. Na kuna wengine wanauliza, lakini mbona ninyi mnasisitiza amani bila haki? Mbona ninyi mnazungumzia tu haki bila amani? Mjadala unaendelea. Na mimi katika kufuatilia kwangu haujafikia mwisho. Unavyoendelea ninaona kuna kutapatapa kutafuta hasa nini maana ya amani, amani inapatikanaje, haki ni nini, kuna uhusiano gani kati ya amani na haki. Mjadala unaendelea kwa sababu wengine wanauliza ya kwamba ni kipi kinachotangulia, amani au haki. Na katika hili tumegawanya nyika pia katika mjadala huu kitaifa. Wako wanaosema amani inatangulia, bila amani hakuna haki. Kuna wengine wanasema haki ndio inayotangulia, hakuna haki, hakuna amani bila haki. Nani anasema kweli? Nani aamue? Miongoni mwetu hatuwezi kuliamua hili. Mungu ataamua. Mungu anaelekeza. Uzuri nasimama kwa ujasiri hapa kwa sababu Mungu ameelekeza kwa kinaga ubaga. Nami niko hapa kuasa ya kwamba liinueni neno la Mungu, litaiokoa Tanzania. Liinueni neno la Mungu. Kweli ya neno la Mungu ndiyo itakayoponya maradhi ya mwanadamu, maradhi ya taifa lolote, pamoja na maradhi ya taifa letu la Tanzania. Neno la Mungu. Tukilipuuza neno la Mungu tutahangaika. Niwaambie kitu, tutahangaika siku zote. Tukilizingatia na kuliweka maanani, tutapona milele kwa jina la Yesu. Na ni nani kati yetu asiyetafuta uponyaji? Kwa hivyo kuna amani ipitayo akili zote, lakini kuna amani kamilifu. Na hiyo amani inapatikanaje? Je, kuna uhusiano gani kati ya amani na haki? Kama nilivyowaambia, Mungu yuko wazi. Mtumishi wa Mungu Isaya, kama tulivyosema, Mungu atamlinda yeye ambaye moyo wake umemtegemea katika amani iliyo kamili. Ninaomba hii amani iwe sehemu ya maisha yako siku zote. Hii ipitayo akili zote, iliyo kamili, isiyo na dosari. Hebu kwanza tuangalie Biblia inafundisha nini kuhusu amani, haki, kisha kuna uhusiano gani kati ya haya mawili. Mungu yuko wazi kabisa katika neno lake. Kwetu sisi wa Kristo tunaongozwa na neno la Mungu kwa imani hii yetu, tuna mwongozo thabiti ambao unatuelekeza. Inabidi tuelewe amani ni nini, inapatikanaje, inahusianaje na haki, na kwamba tunaweza kuitafuta, tunaweza kuipata, inapatikanaje. Nataka niwaambie wapendwa, katika mjadala huu tuna fursa ya pekee sana kuangaza nuru ya Yesu. Tusije tukatekwa na yanayoendelea nchini tukadhani ni siasa tu. Kuna tapatapa ya kutafuta kweli, na inapokuwepo mwenye kweli ataishibisha nchi. Hebu Mungu atamke
Sitakupatia muda wa kufungua mafungu haya yote, lakini sikiliza. Katika Zaburi 89 mstari wa 10 anasema, fadhili na kweli zimekutana, haki na amani zimehusiana, zimeambatana, usiziachanishe. Haki na amani vimehusiana. Isaya katika sura ya 32 mstari wa 17 anasema, kazi ya haki itakuwa amani. Kazi ya haki itakuwa nini? Kwa hivyo kati ya haki na amani, nani anamzaa mwenzake? Haki. Haki kitawala, amani itasimama. Haki, kwa wale wanaotaka kujua kipi kinatangulia, kwa neno la Mungu, si langu, kupitia kwa mtumishi Isaya, kazi ya haki itakuwa amani. Na anaendelea kusema, mazao ya haki yatakuwa utulivu. Kwa hivyo Mungu alichokitamka usikibadilishe ukadhani wewe unafahamu zaidi. Mwache Mungu awe Mungu. Haki inatawala, inatangulia. Katika Amosi sura ya 5 mstari wa 24, mtumishi wa Mungu anaweka katika lugha ambayo inapendeza sana, anasema, lakini hukumu na iteremke kama maji. Anapozungumzia hukumu, ni hukumu ya kweli isiyo na uonevu, hukumu ya kweli, na itawale na itiririke kama maji katika nchi. Kwa sababu mahali ambapo haki inatawala, mtoto wake atakuwa nani? Narudia tena, kwa neno la Mungu, mtoto wake atakuwa ni amani. Katika Isaya 1 mstari wa 17, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni hata na mjane. Semeni haleluya. Huyu ndiye Mungu wako. Mika 6 mstari wa 8, Bwana anataka nini kwako ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Udanganyifu na udhalimu, anasema, hili ndilo Bwana analolitaka, kuwa vyombo vya kweli na haki, ili amani itawale katika dunia. Warumi 14 mstari wa 17 anasema, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Nitalirudia hili ndirejee kabla sijafunga. Katika Roho Mtakatifu kuna kanuni zinazojitokeza katika mafungu haya. Kwanza, haki hutangulia ili amani ifuate. Pili, Mungu anapendezwa sana na haki, na haki ikikosekana Mungu anachukizwa haswa. Unajua kwa nini? Kwa sababu hawa usiowatendea haki ni viumbe vya Mungu. Hukuwanunua dukani, yeye ameviumba, ni viumbe vya upendo. Ukivionea umegusa mboni ya jicho la Mungu. Tenda haki. Fanya haki kwa jirani yako. Fanya haki kwa familia yako, kwa ndugu yako. Fanya haki kwa serikali yako. Fanya haki kwa watu Mungu aliokupatia. Fanya haki. Ndiyo mapenzi ya Mungu, niwaambie. Ikiwa sivyo, Mungu atajiambatanisha wakati wote na wanaoonewa. Katika Biblia limerudia kabisa. Mungu anajiambatanisha, anajiegemeza mzima na wanaokosewa haki. Na ikiwa mnataka kujua, ndio maana Yesu alikuja kwa mara ya kwanza kuwafungulia kamba hao waliofungwa na mabwana zao, walioonewa wakakosewa haki kana kwamba si binadamu. Mungu anasimama kama mwenye haki,
anapendezwa na haki, na taifa linalosimama katika haki litasimama imara. Shida ni kwamba tumeachia amani na haki kana kwamba viwe ni vitu vya siasa. Hilo ni kosa. Ni vitu vya Mungu Mwenyezi. Na nitalieleza vizuri katika Biblia linatoka wapi. Principle nyingine inayojitokeza ya msingi ni hii: upendo na haki vinahusiana. Upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani. Na kama Paulo anavyosisitiza, tunashinda ubaya kwa wema. Amani kamwe haitakuwepo kwa ncha ya upanga, kwa neno la Mungu, na neno la Mungu litasimama. Haitakuwepo kwa ncha ya upanga. Na nataka kuambia wote, hata wale tunaodai haki, amani haitasimama kwa mawe, kwa marungu, kwa mafimbo, kwa viberiti. Haitasimama kwa bunduki. Amani itasimama kwa neno la Mungu peke yake. Ikiwa hamnielewi, sikujiandaa vya kutosha. Nilitaka kufanya utafiti ya kwamba imefanyika mikataba mingapi ya amani na ni mingapi imefanya kazi mpaka leo. Sikufanya huo utafiti. Ninahisi imekuwepo maelfu na maelfu, lakini hakuna uliofanya kazi mpaka leo. Ndio maana matatizo ya kangali katika nchi. Tunaiapproach amani kupitia mlango ambao sio. Hakuna mwanadamu anayeweza kutengeneza amani. Hakuna. Amani haina kiwanda mahali, haina chuo cha kufundishia amani. Anayetoa amani ni Mungu peke yake. Na ikiwa Mungu hatazingatiwa, na mimi binafsi hatazingatiwa, na familia hatazingatiwa, na taifa, ole wa hilo taifa. Na kanuni ya 4, heri wapatanishi. Yesu, amani kwa wanafunzi wake na wapeni. Amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Akishamaliza hivyo anasema msifadhaike mioyoni mwenu. Wow. Wala msiwe na woga. Ana maana hii: ukiipata amani ya Yesu, huna woga wowote. Amani ipitayo akili zote, imani iliyo kamili. Sasa sikiliza, kwa fungu hili analosema ni hili: Mungu ndiye mtoa amani. Yeye ndiye chanzo pekee cha amani ya kweli ipitayo akili zote. Kwa hivyo utakapo amani, nenda kwa nani? Jamani, utakapo amani nenda kwa nani? Na tulifundishe taifa, tumwafundishe wanadamu namna ya kumwendea Mungu ili waipate hiyo amani ipitayo akili zote, amani iliyoko kamili. Unajua, wengi wanadhani amani ni ukosefu wa vita. Hakuna vita, wanasema kuna amani. Hakuna vurugu, kuna amani. Hakuna magomvi, kuna amani. Hiyo ni amani, huo ni utulivu, si amani ya Biblia. Huo ni utulivu, na usije ukakosea utulivu ukauita amani ya kweli. La, inaweza kukawa na utulivu hivi, lakini mimi binafsi moyoni sina amani kabisa, nimevurugikiwa. Amani si kitu kinachokaa nje.
amani inakaa ndani ya moyo wa kila mwanadamu, na kila mwanadamu asipokuwa na amani ndani yake, amani bado. Mmoja mmoja aipate amani Mungu anayoitoa bure. Ni zawadi ambayo Mungu anaitoa bure. Hiyo amani itafute. Mungu anasema haya, Yesu anasema haya katika sura ya 14 ya kitabu cha Yohana. Lakini ukitaka muktadha wa hiyo sura ya 14 unaipatia ukianzia katika sura ya 13. Kwenye sura ya 13 pale katika chumba cha juu, Yesu yuko na wanafunzi wake, anawaosha miguu yao kuwaonyesha ya kwamba anawaheshimu, anawathamini, anawapenda na anawajali. Ndio maana ukichaguliwa kuwa kiongozi kwa mithili ya Yesu, watu wote wathamini, waoshe miguu, watu wote wapende, si wako ni wake, watu wote waheshimu, hata kama kamasi zinatoka, hata kama wanaokota mawe, ni watu wa Mungu waheshimu. Yesu ndivyo anavyoanza. Nimeanzia mbali akipanga. Kwa nini anasema amani yangu na wapeni? Katika sura hiyo ya 13, baada ya kuwawisha miguu, anawaeleza atakavyosalitiwa. Atasalitiwa na mwanafunzi aliye dhaifu, anayeonekana dhaifu machoni petu wanadamu, Yuda. Na kweli akamsaliti kwa vipande 30 vya fedha. Lakini vile vile anasalitiwa na mwanafunzi ambaye wengi wetu tunamweka kwenye daraja la juu kidogo, Petro. Kabla jogoo hajawika, utakuwa umenisaliti mara ngapi? Mara 3. Pamoja na kuonywa, kweli akamkana Yesu mara. Yesu alilokuwa anawaambia na wanaandaa wanafunzi, mnadhani mmesimama, lakini mmefanya nini? Yeyote kati yenu asijiamini na akawa na ushupavu wa kiroho kuliko kawaida. Usalama wetu uko kwenye kumwegemea Yesu siku zote, katika hali zote, mahali popote. Hakuna mwenye uwezo wa kuwa mtakatifu. Bwana ndiye mwenye uwezo anaotupatia wa kututakasa. Yeye peke yake ndiye Bwana. Na kwa sababu hiyo anawaambia mdhaifu, lakini ninaondoka. Na ujumbe kwa wanafunzi hata leo ni kwamba simameni imara katika Bwana, msisimame peke yenu. Yesu anawaambia wanafunzi ataondoka kurudi kwa Baba. Wanafunzi wanaingia fadhaha, wanafunzi wanapatwa na wasiwasi na simanzi inawaingia, wanafunzi wanakumbwa na hofu kubwa. Kisha katika sura ya 14 Mungu anaanza. Sura ya 14 mimi naita ni sura ya faraja. Baada ya kuangambia hali halisi itakavyokuwa ya kutisha mbele yao, hapata kuwa na amani, Yesu anakuja na neno la faraja. Nimehesabu pale yako lufufu, msifadhaike mioyoni mwenu. Faraja. Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Faraja. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Faraja. Naenda, nitarudi tena. Hiyo nayo ni nini? Ni faraja. Asiwepo atakaye iondoa amani yako. Kisiwepo chochote kitakachofuta amani ya Baba aliyokupatia. Amani ya kweli ipo hata katikati ya vita. Vita vimeharibika kabisa, kuna misukosuko, hali ya uchumi ni ngumu mno, kila kitu ni kama kimekwenda kusini, wazungu wanasema, lakini aliye na amani ya Bwana hatatingisika. Hiyo ndio amani ya kweli. Hiyo ndio itafute kwa kila hali, itafute. Na hiyo ndio ambayo anaitoa Bwana Mungu wako. Faraja hiyo anaendelea, anasema, kwa sababu Tomaso alisema, mzee, kama unakwenda na unasema hiyo njia unaijua, tunaijua, lakini mzee, nikwambie kweli,
Ikiwa huko juu kuna nyumba za kukaa, nahitaji kwenda huko, lakini njia mimi siijui. Nampenda Tomaso, anakiri siijui, tuonyeshe hiyo njia. Yesu anasema mimi ndiye hiyo njia na uzima, aminiaminie mimi, nothing else. Nataka nimalize, sitamaliza sehemu ya mwisho hapa kwa sababu muda wangu umekwisha. Amani ya kweli ni Yesu Kristo peke yake. Anaposema amani yangu na wapeni, neno alilolinena la kweli katika maandiko, ukilizingatia, Yesu anakaa ndani yako. Yesu ndiye amani yako. Yesu ndiyo amani yangu. Kingine chochote ni vipande vipande vya amani. Sasa angalia hili. Watu wanahangaika sana sana na vipande pande vya amani nusu nusu. Wanashindwa na wanakataa kutafuta aliye amani ya kweli, halisi, ya kudumu. Bwana, nipe amani hii. Bwana, nataka amani hii, ili chochote cha dunia kisije kika haribu uimara wa maisha yangu. Amani ya kweli ni uhusiano wako na Mungu wako. Narudia leo, amani si swala la siasa, la hasha. Amani ni swala la uadilifu kwa Mungu wa mbinguni. Amani ya kweli ni swala la haki na kutenda haki kama Mungu alivyoiainisha. Amani ya kweli, wapendwa, ni kumpokea Yesu mzima mzima kama alivyo, na neno lake ukalifanya sehemu ya maisha yako na mwongozo thabiti katika maisha. Pepo zitavuma, ngurumo zitanguruma, simba watatufua udongo, tembo watapiga kelele na mikonga yako, amani yako itabaki. Leo hii wapendwa, kwa sababu Yesu ndiye amani yako, na ikiwa unakubali ya kwamba Yesu ndiye amani yako, na kualika katika meza ya amani. Yesu ni amani kwa sababu yeye peke yake ndiye aliyefanya upatanisho wa dhambi kati yetu na Mungu. Hakuna mwanadamu mwingine. Kwa hivyo yeye ndiye maana ameitwa ni mfalme wa, kwa sababu hakuna mwingine. Ni kwa damu ya Yesu peke yake tunapata upatanisho wa kweli. Ikiwa ulikuwa hujajiandaa, jiandae hata sasa. Muombe Mungu wako. Unataka amani katika maisha yako? Shiriki mwili wa Yesu. Yeye aliye amani na mfalme wa amani anakutakia amani. Na katika meza ya Bwana ya leo, narudia mbaraka wa Yesu kwa wanafunzi wake. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Pastor, ubarikiwe kwa neno la uzima. Ni muda wa kutawazana miguu ofisi ya mashemasi.
tunawaalika kwa ajili ya utaratibu, huku praise team wakiendelea kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utaratibu utakuwa kama ifuatavyo. Wanawake watabaki hapa, wanaume wote tutaenda kwenye ile kanisa la watoto. Karibuni.